Seneta wa Nairobi aibuka na madai mazito dhidi ya serikali yake William Ruto. Ujambo na karibu. Seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna ameibuka na ukosoaji mkali dhidi ya ajenda ya makazi nafuu ya serikali ya Kenya Kwanza, akitaja mpango huo kwa kichaka kinachofumika ama kinachotumika kufuja fedha za umma kwa kisingizio cha maendeleo. Kauli yake imekuja wakati ambapo mijadala kuhusu miradi ya kitaifa ya afya na makazi ya pesa nafuu inaendelea kugonga vichwa vya habari na kuchochea mijadala mikali miongoni mwa wananchi. Sifuna akizungumza tarehe 19 Juni mwaka huu alitilia shaka uhalali na ufanisi wa miradi miwili mikuu ya serikali ambayo ni mamlaka ya afya ya jamii ama ukipenda SHA na mradi wa makazi nafuu ama affordable houses, akihoji kuwa kuna uwazi katika namna miradi inavyotekelezwa. Kwa mujibu wa seneta huyo, miradi hiyo inaendeshwa kwa kasi isiyoambatana na uwajibikaji wa kifedha wala ushirikishwaji wa umma, na ni jambo linaloibua maswali kuhusu dhamira halisi ya serikali. Licha matangazo ya hamasa ya kisiasa kuhusu maendeleo kupitia makazi nafuu, Sifuna amesisitiza kuwa hali halisi kwa wananchi wa kawaida bado ni ya kutatisha tamaa. Kodi ya nyumba inaendelea kupanda, miundombinu duni bado inasumbua maeneo mengi ya mjini, na huduma za afya hazijaboreshwa kwa kiwango kinachowiana na makusanyiko ya fedha kutoka kwa wananchi. Sifuna ameonya kuwa wananchi wanalazimishwa kuchangia miradi ambayo hawana ufahamu kamili juu ya manufaa yake, huku kukiwa hakuna ufanisi unaoonekana kwa macho. Ameeleza kuwa michango ya wananchi inaonekana kama mzigo zaidi kuliko suluhisho, ikizingatiwa kuwa hakuna uthibitisho wa wazi kuhusu jinsi fedha hizo zinavyotumika kuleta mabadiliko ya maana ama kwa maisha ya wananchi wa kawaida. Aidha, seneta huyu ameeleza wasiwasi kuhusu kasi ya utekelezaji wa sera hizo, akieleza kuwa serikali inaonekana kuwa na haraka mno kuanzisha miradi mikubwa bila kuweka msingi madhubuti ya upangaji, mawasiliano ya wazi kwa umma wala ushirikishwaji wa wadau wote. Anasema hali hiyo inatishia ustawi wa kijamii na inapaswa kuchunguzwa kwa kina na kuwekewa mipaka ya uwajibikaji wa wazi. Kauli ya Sifuna imekuja wakati ambapo Wakenya wengi wameanza kuhoji matumizi ya fedha zinazokusanywa kupitia miradi ya kitaifa, huku wakiita serikali kutoa taarifa za kina kuhusu ufanisi wa manufaa ya kweli kwa walipa kodi. Shinikizo kutoka kwa makundi ya kijamii na asasi za kiraia linaongezeka likitaka serikali kuacha kutumia miradi ya kijamii kama mbinu ya kisiasa au vyanzo vya mapato kwa wachache walioko madarakani. Sifuna ametumia nafasi hiyo kuhimiza viongozi wa serikali kubadili mwelekeo wa kujitaka na kujikita katika utoaji huduma halisi badala ya kutumia nafasi zao kwa manufaa binafsi. Ameeleza kuwa mageuzi ya kweli hayawezi kufikiwa ikiwa sera za umma zitabuniwa kwa misingi ya siasa badala ya maslahi ya wananchi wa kawaida. Wito wa uzazi, usawa na uwajibikaji unazidi kuimarika miongoni mwa Wakenya, wakitaka kuona mabadiliko yanayogusa maisha yao moja kwa moja badala ya ahadi zisizotekelezwa. Mjadala huu unaendelea kuweka shinikizo kwa serikali kuhakikisha kwamba miradi ya kitaifa inaendeshwa kwa misingi ya kweli, siasa safi na matumizi sahihi ya rasilimali za umma.